Dr. Joshua, karibu tuambie, ni kambi la madaktari bingwa. Watoto wanakumbana na magonjwa gani na kwa nini watoto wapatiwe matibabu kwenye kambi hili la madaktari bingwa? Asante sana mtangazaji, kama ambavyo umenitambulisha, ni Daktari Joshua Gideon. Mimi ni daktari bingwa mwandamizi wa watoto katika hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Manyara. Kabla sijasema hilo ambalo tumetuleta leo kwa sababu ya kuambia wananchi, lakini nataka tu niwaambie tu wananchi kwamba hospitali ya rufaa ya mkoa wa Manyara kwa sasa imeongeza wigo mkubwa sana katika kutoa huduma za kibingwa kwa upande wa watoto. Na hicho tunachokifanya, moja ni kuwafikia wananchi wakazi wote wa mkoa wa Manyara, kwa sababu ndio hospitali rufaa kubwa katika mkoa wetu wa Manyara. Na kwa sasa tuna madaktari, serikali imeongeza madaktari wa kutosha. Tuna madaktari bingwa wa watoto 3 sasa. Mwanzoni alikuwa ni mmoja, alikuwa ni mimi mkoa mzima. Lakini sasa serikali imeongeza, juzi tumepata daktari. Kwa hiyo tuna uwezo mkubwa sana wa kutoa huduma kwa watoto wengi katika mkoa wa Manyara. Tuna uwezo huo wakitufikia. Uwepo hospitali ya rufaa ya mkoa inawasaidia wananchi, hawataenda mbali. Zamani huduma za kibingwa zilikuwa zinafuatwa mbali sana. Kwa hiyo sasa huduma hii sasa inapatikana. Kambi inapotangazwa inahusu watu wote. Kwa hiyo nitoe wito kwa mzazi yeyote, mtoto ambaye ana tatizo ambalo amekaa nalo kwa muda mrefu, inawezekana ameshatibu katika ngazi za chini, imeshindikana, na labda hafahamu kwamba tuna huduma ya kibingwa hapo hospitali ya mkoa. Tunawaalika kuanzia tarehe 22 mpaka tarehe 26 tumejiandaa kwa hudumia wananchi. Kwa hiyo magonjwa yote yanayohusiana na mtoto, kwa tatizo lote ambalo mzazi anafikiri hilo amepambana nayo, amepeleka kwenye ngazi za kawaida, hajapata majibu, na yote bado tunaweza tukaja akapata, atanufaika na vitu vingi. Moja, atatibu moja kwa moja, lakini nyingine atapata ushauri wa kibingwa. Tutamshauri kama kuna ngazi nyingine itahitajika, tutampa ushauri. Sasa magonjwa yako mengi ya watoto. Kwa chuo uchache tu, tuna magonjwa mbalimbali. Kwa mfano magonjwa ya maambukizi yako mengi. Haya mara nyingi ni ya dharura, pneumonia kali, ambayo mtoto atahitaji kupata huduma ya daktari bingwa kwa kiasi kikubwa. Lakini magonjwa ya homa, uti wa mgongo, yani bacterial meningitis, atahitaji huduma. Lakini nyingine ni magonjwa ya moyo ambayo tunaona sasa hivi yanaongezeka. Watoto wanazaliwa na matatizo ya moyo. Tunasema matundu kwenye moyo, hii na aina moja wapo. Sasa hawa watahitaji moja kwa moja kuja kwenye hospitali ya rufaa. Lakini ukiangalia vile vile watoto kama hawa mara nyingi wanaletwa wamecheleweshwa, kwa sababu sio rahisi kwa ngazi za chini kuzigundua mapema, na ni muhimu zikagundulika mapema. Kwa hiyo wakija, ndio maana tunasisitiza kwamba huduma kwa vile inapatikana, wakija hospitali ya rufaa ya mkoa, tuna vipimo vya mwanzo vizuri kabisa ambavyo vinatosha vya kubaini matatizo haya. Kuna yale ambayo sisi tunaweza tukashughulikia hapo hapo tukatibu. Kuna yale ambayo itahitaji vile vile tena sisi sasa kuangalia tumpeleke rufaa ngazi inayofuata. Kwa hiyo tuna magonjwa kama hayo ambayo ya moyo, lakini tuna kliniki mbalimbali. Kisukari, hii ni tatizo ambalo linaongezeka kwa watoto. Tunaona takwimu zinaongezeka kwa watoto. Tuna kliniki za sukari ambao watoto tunawasaidia. Tuna kituo chetu, tuna kliniki maalum ya watoto wenye sukari. Lakini nyingine labda nitumie hii kuambia kwamba magonjwa ya sickle cell, hiyo ni vizuri wakazi waelewe kwamba sickle cell ni magonjwa ya kurithi ambayo yanafuata kwenye familia na inaathiri kila mtu. Sasa kwa ufupi tu ni kwamba sisi tuna kliniki maalum ambayo Wizara ya Afya, hospitali ya mkoa ni moja wapo ya kituo
ambayo Wizara ya Afya imefungua kliniki maalum ya tatizo la sickle cell na hemophilia.